Haya. Anza kuongea. So dingine tumeshaanza. Watu wa juice, unakalia juice. Tuambie neno tunatuweka. Hi guys. Hi guys. Oh sorry. Hi. Hello. Wagwan. Assalamu alaikum. Hey. Tuanzishe. Habari yako? Niko nadhani tunasema salamu zote. Hakuna haja. Karibuni kwenye podcast ya Reggae Kinyozi. Mbona unasema inataka news? Bye. Ati karibuni mpenzi mtazamaji katika news. Katika vidokezo zetu. Kama ule mtu wa matu yule. Kwa watu wana status zao hapa. Yes, status yangu. Unachezea tu status hapa. Katika topic zetu nizitaje zote ama Weka tu moja, weka ya kwanza. Saa zote za. Haya, ya kwanza. Family members in your business, should you charge them ama ni charity? Sasa ilikuwa yangu hiyo. Sasa nilikuwa nauliza as in mtu akija kwa shop ni family member, tuseme ni bro, sis. As in akikuja anafaa fanyiwe service alipe kama umse mwingine ama anafaa fanyiwe service na ende home. So tunaanza swali. Tunaenda tu hivyo. Yes, very much. Thank you sana. So, I think hapo ina depend na roho yako. Kuna watu wako na roho ngumu, watu wako na roho rahisi, lakini at the end of the day bado unaangalia biz. Biz ndio iko mbele. Juu kwa msee mwenye maybe ujali ama msee maybe unaika familia kwanza. Huwezi kuwa na hiyo need ya kucharge msee. Utakuwa zile za though sa extremity itakuja ile time yenyewe msee atakuja kuzoea sana. Unajua kuna ile at least tuseme kama ni retouch, unaweza fanya retouch tuseme after 1 month rudi. Hiyo support msee unaona ni free, anapiga wiki 2 asharudi. Hapa imetokana wewe nini ashinda kuja hapo. Support itakuwa extreme. Sasa hiyo italeta sasa story nyingine. Itabidi sasa msekao itabidi umchuja. Pia kama tuseme family member, kama kuna paki, wewe mbona usimcharge? Anafaa alipe domo kwa. Juu kama kuna paki, I think hizi kuja hapo tena kunyanyasa na yeye mwenyewe anajua venye paki inatafutwa. Support biashara, haina biashara. Inafaa support biashara. Mimi think inafaa ikuwe hivyo ama aje? Sio mtu wa charity aseme. Mimi na agree. Charity. Mimi si charity. Charity. It begins at agree. Azia, hapana nini demo ito charity. Haiko. Ni best yako. Nadanganya. Lakini mimi kenye najua when you have a business there are 3 main F's. F's ni Unamaanisha nini? Focus ama. Acha niwaelezee. Kuna family, friends and fools. Fools. Yeah. Sasa ndio nitoa wapi hizo fools. So acha nielezee. So family, friends hizo mnajua. Fools ni ile tuseme ka walk-in. Mtu ajui kazi yenye umekufanya but amekuja amekutrust. So tunamuita fool in quotes. So those are the people who should support your business. Sasa ikiwa hivyo, sasa tunaongelea family. Hao ndio wamekuja wa kwanza kwa hiyo line. So they are supposed to support your business. Liwe liwalo. Hata kama atafika bei, at least akupatie kitu akuonyeshe na kuencourage. Juu it can't be at wewe umefungua busy yako alafu anakuja umfanyie service for free. Unaona hiyo ni mbaya, inaonyesha akusupport whatever you are doing. Plus so zile client amekuja hapo, I mean wewe family amekuja hapo, hiyo ni time yako anachukua, ambapo pia kuna clients maybe wanakungoja sema ama fools wengine no sio iti fools lakini ni joke tunasema wewe usiwaiogopa umesema. So hao wengine wanakungoja ukishughulikia your family. So wanaezaenda alafu familia yako akulipi do yote, obviously anakulipa kadogo. So hapo inafaa kuonyesha you are supposed to support your own family. Hata yeye akifungua busy yake, I'm sure atataka uende ukabai kitu kutoka kwake. Hata kama atakuja buy akulipe alafu mbaye lunch.
hiyo transaction tu yenye imefanyika, hiyo inaonyesha continuity ya business. Nani ambaye lunch wewe? Kama sis yangu anakujanga namtengeneza, ananilipa, namba ya lunch na nampatia fare ya kurudi. Sasa hiyo pesa ni kati imerudi tu. Hiyo pesa imerudi. But inafaa me prefer hivyo. But hiyo ni poa juu at least pia yeye ananishow nimevalue service yako. Aya sasa nipatie. Huyo mtu wa lunch ni kierere yake. Yako ameitisha. Na fair. Jana vile nafaa kuact kama big brother. Yeah. But sote na feel nafaa kuact kama big brother. But una feel si lazima. Ni feeling tameka mbele. So hiyo ndio take yangu. Na hiyo friends umeruka wengine ama? Friends. Yeah, obviously saa au wengine ka family inalipa, friends wakose kulipa aje. Inalipe kulipa. Na foods so ni wewe. Kwani nimefikiwa? Pia mimi naweza sema Paka mic. Unasikika? Sinasikika, wanafaa lipe kwa sababu pia mimi natumia hiyo energy. Alafu maybe tu mamangu tu ndo nisimlipishe, lakini hao wengine watalipa. Hadi mimi nahitaji products, kama ni mimi natumia vitu zangu nafaa kununua, wanafaa wajue pia mimi nafaa kununua stuffs. Sema kama I have my own shop, hiyo nyumba nafaa nilipie, so there's nothing free. Maybe tu ikuweka kitu simple, then utaona umesema kitu moja like mom. Mom huyo ndio ukimfanyia service anakuja na ile kadi ya you are in my belly for 9 months, I took care of you since you were a child. Madeni ngapi nimekulipisha? So mom ndo anaweza pull out hiyo kadi tu na utakuwa tu ni sawa. Nakumbuka nikiambia mamangu, ai mama, nisikufanye ati ngamombo nilipe. Unafikiria natumia sasa? Hiyo siku nilikuwa namnyoa eyebrows na kumchora. Kamwambia ai mama, siku moja pia unilipe pesa kidogo, si mingi, kidogo. Aliniambia unanilipisha. Mimi siko nilipisha. Lipisha wengine. So hawa wamesema hivyo, mimi kienda sema ni kila mtu alipe. Hata kwa mzazi, juu at the end of the day, mimi hata uprefer, unaona kama niko na biz, sema mimi wanga na shave na niko na dreadlocks. Wewe kama wewe ni family member hata ukipata tu place nyingine yenye inakubambanga, yenye unafanya service poa, uendange huko, ulipe, itakuwa fit. Yaani mimi ni deal tu na strangers because wanasemanga family member na mabeste wanakujanga wanakuwa the same thing. Hata mbraka kuna beste atakuja kimnyoa tu hivi alafu kosa kumlipisha mbia, hiyo iko tu sawa, wewe enda. Ndio hizo zimekuja. Zilete. Mimi hapo sina kazi. Hapa Patia link hii labda. Gani hiyo? Samba. sijui unataka kutoa samba. Yaani? Hii brown. Labda hii. Konda hii. Hapana. Vimba hii ni yenyewe ya muli sana. Suli bora lakini ni yenyewe. Suli yenyewe. Kimi Samba. Gidi atatai adai. Mule mzee Mkamba. Sisi zote tunataka gani? Sina madem. Ni tema video. Bado. Kanda kama ni. Hii ni kubwa sana. Hii ni kubwa na ni iko. Tuone kesho. Mimi kuna sema. Mimi kwa sababu mimi na prefer tu watu walipe. Jo biz haitani kujua. Kwanza unaona hata lengo sema unaona ukiwa na base alafu mwambie tu. Akuje tu siku kwanza tu mnyoe, mwambie awe usilipe enda. Si atazoeanga sasa atakuwa anakujanga tu hivyo. Hata kunyolewa free. Jua kama ni mzazi, hata kama ni mzazi wako na unafanya biz. Because sisi na wazazi ni kama tu bado mabeste. Ano wase wali wa raise
si ati wewe ni mjanja kumliko ama yeye ni mjanja kuliko. Sisi wote tuna try ku find out in life. Wasisikie hiyo. Unaona? Wakisikia iko sawa, ni kweli. Unaona? Kila mtu ana try out ku find out in life. So unapata hata wasee, mtu unajaribu kusema huyu mzazi wangu unajua ni raise poa. Lakini huyo msee atakuwa anajua kinyo alikuwa anafanya. Ni the same thing na vile sisi tunaishi saidia hatujui, tunang'ang'ana tu. Unaona uko perfect lakini kuna vitu mob zenye unafanya zenye ziko wrong. So hata ikija kwa business ni the same thing. Huyo mtu msee mmoja akikuja hapo hivyo akose kulipa na ikuwe habit, itafanya busy ende chini. Haya, wewe unaweza kata kumfukuza ama nini, lakini sasa unajua kinyo ronge na happen ni ile ukimuonanga tu hivi unajua tu hii ni mawe hii. Sasa ukimshughulikia utaipatia the best. Lakini hata ukipata family member anakulipa, utafanya hiyo service vizuri sana. Cause utataka kublanda. Utajua huyu ana appreciate kinyo na do. So mimi usema msee wote tu lazima alipe. Ndio aoneshe kuna hiyo support anakupatia. Hata kuna wase wengine wenye wanafunga wanalipiwa service na watu wengine. Unapata wase mtu akijua analipiwa service, atakuwa anakuja tu often na jonga tu. Mimi nikikuja sindashughulikiwa kuna mtu fulani atalipa. So msee hizi kawia atakuwa anakuja tu hapo. Anakuwa busy. Na wewe juu wewe unapata do, wewe utamsort tu. Na kama ni do yenye aingiza hiyo, pia utakuwa na hiyo energy. Tunaelewa vile nasema. So hivyo ndio iko. Mimi side yangu mimi nasema tu kila msee akilipa busy itakuwa iko sawa. So tuende on to the next one. The next one nini mmaliza? Guy. Ama kuna mtu ana kitu ya kusema. Ama unataka kuongeza? Let's carry on. Sasa ngori number 2 ni what's the worst encounter you? Piga inakaa ni gani? Ile mnaipiga hii ni nini na kaka? Interview. Nikaa nini bana? Link angefaa kwa mishikadiri tu zote sasa ndo tunaenda tu. Unaileta tu juu sasa tuna hapa hivi. Hata ukiangalia unafuata unaiangalia wewe unaisema tu. Unaileta tu. Lazima iwe usilete vitu kwa professionally ama nini. Wewe ilete tu. Amesema hii yenye amesema saa hizi ni hata nimeshaishikanisha amesema yani umenipasha hivi experience. Ile unaviliwa. Sana vile ameisema. Sitaki kujali nikaa ni interview ama nini inasoma. Iko tu natural. Unaona vile umeisema acha mimi niseme vile inafaa isemwe sasa. Hii ya pili anasema ni as in kwa hii industry kila mtu kwa hii industry. As in ni experience gani umeipata yenye ni mbaya sana yenye unasema ngatu hiyo days hizi sawa. Best. Ama best lakini sasa ndo angalie side worst. Side worst. Uliingia tu hivi job ukasema hii siku iliharibikanga hivyo. Tony ndo anatupatia ya kwanza. Tony. Na usituambie ule mnaijaji hiyo tulimaliza. Lazima uko na nyingine. Was. Kwa hii biz issue. Kama una wasi basi uko na best. Ni uko na zote. Ama tukusemee. Najaribu kumbuka kama kuna wasi zingine na sidhani. Kama una acha link ile tu yenye semele za kweli ni nice. Ni kuna mse fulani hapo alikuwa kwa asili alikuwa kuja hapa kushave. Afisa sijui namwambia sijui kushave zile ilikuwa so ama ilikuwa so. Ilikuwa so yote. Alafu mse akupiga taa anakuambia nakuje kushave next time. Hapo kuja next time anakuja tena analipa alishasahau. I think hiyo ndio kitu inafanya anabombeka. Yani normal hiyo lazima nice. Okay, mi niko na both. Acha nitaanza na worst. Have you shared it? Tuambie kitu ushaituambia. Hata iko kwa worst. Worst I think ni nikianza za kushave. So kuna boys fulani I think ulikuwa na kiwa wase wa kushave, boys akakuja ni mshave. So nile na mshave, nimefeel vipoa nini kuja kwa cut, na try kubalance hiyo cut. Kashinda kaniangalia hivi. Kinipatia ma side eye. Sasa ndio side eye. Hii. Sio uko hapa hivi. Mimi niko hapa hivi. Acha kae. So mimi namwangalia tu lakini naendelea. Alafu always anashinda kiangalia Vin. So kidogo nikasikia ama na sasa hizo kulikuwa na customer. Ama waache tu nitamalizana na ule boys. Kumaanisha ni msanii nilikuwa na mshave. Hapo nikasikia embarrassed like. Juu mianza service alafu sasa pia kuna wasi wengine
alafu ameanza kusema wache tu nitamalizia. So hapo unashindwa ufanye nini? Uweke machine chini ukae pale, ama utoke nje upumue hewa kidogo, ama ku break emotionally. Alikumaliza. Alinimaliza. Scientifically. So I think that was my worst experience. Juu kuna wako ka window period nilikuwa like santa fanya nini hapa na nikae hapa nijionyeshe sura, sio wameshasikia hiyo story yote. Ama niende kwa keja nilalelane kidogo nirudi. So unamaanisha uko ndaka client next? Nilikuwa like hii imeisha kabisa. Tunaenda nilale. Before sema best, amenikumbusha yangu kuna ile time fulani pia. Wewe ngoja. Sina before sema nini umemaliza? Sijamaliza kwa na mob. Kuna mob. Niko kwa best sasa. Sasa lazima before sema best. Sema wasi yangu. Kuna client pia, lakini Vina alikuwa na mshevingi. Iko group ya kina bole. So msali alikuja kumshave. Sasa nikimshave, pia mimi sijui kama hiyo cut nilikuwa napiga kaya. Nikasikia ameniambia, "Kwa una shave kwa 56." Haya nikumbuka. Alafu hiyo time siko nimezoea pia hizo mafade. So pia mimi niko na transition hiyo piga sayo fade poa. Plus ilikuwa na take time. Alafu ina take time. Huyo jamaa pia kwa zile za, "Huyu nani umenipea huyu?" Kwani tuko amelewa? Kwani tuko 56? Na unajua hiyo time ni kitambo bado tulikuwa tunanyona, so hapo nikana na bado hiyo ni domoba anapeana. Hapa naona hiyo service kama bado. Okay, ni kitambo lakini sio kitambo sana. Ni like 2 years ago. Pia hapo nilifeel bamba. Lakini mtu yu feature, una feature tu, lakini lazima nini? Mimi kinye najua, unaona kwa industry hakuna msi ajai face kitu tu yani mbaya, lazima tu ikue. Either mara moja, mara mbili, hata mara 10. Lazima litakuwa. Sasa unasema best sasa. Best experience. Best experience I think ni ile time tulienda kule kwa kina Kahia ama Mondo kuhang out tu hivyo kama ma colleagues. Those are one of the best times. Kwa shughuli. Hapo nilipata feeling ya this is what I'm doing as an adult. I'm hanging out with my colleagues. I have money. Tunaenda tunakula. Yani, this is a life. Those are good lifestyle. Mtu anapenda kukula sana. Hapo inafanya hiyo ngoma ya lifestyle. Sawa. Sasa. Ni wewe. Anataka kuambiwa. Sasa nimefikiri unaongea. Sasa ni wewe. Wewe mimi niko na mingi. Weka zote. Sema zote. Shamaliza. Tunakungoja kameramani. Sema zote. Sasa wala ni mingi. Mimi nimekuwa nikiwaka kwa spa. So unajua hizo ni unapata worst experiences mingi sana. Sasa my worst ni yenye nilishaifanya kwa barber shop ya Muhindi. It was my worst experience. Badi venye nilipanga sasa nikasema sirudi huko kwa sababu hao wako na madharau. Wahindi sasa. Imagine kenye liniboingi ni huyo mtu. Ndaisema aje anatema Upanguze. Na si hakuna mob. Wanatema chini. Hakuna mob, ni duster. So hiyo kitu ili ni pissing off. Na ni boss. Alafu tena kenye ilikuwa inanibona huko ati unaona same venye tumekaa. Hawezi kwa hivyo the whole day. Lazima muende. So mimi nilikuwa naona ni kama si kitu iko sawa cause hadi asubuhi huwezi kaa kama umeshinda na simu. Ikifika masaa kama hivi na hakuna watu, ati sijui mnaweka chumvi. So hizo vitu kuweka chumvi mnafanya? Kwa maji mnapanguza. Oh, you look busy. Ati sisi kutoa swara. Waende nyinyi.
Utakujia na Kamlesh. Bado tena tulikuwa tunafanya na kazi yangu. Panguzi yangu like kuna panguza ceiling. Hadi unashangaa ceiling unapanguza. Mlikuwa na ladder ama? Mlikuwa na ngazi ya kupanda huko juu? Kuna kanyaga stool. Hiyo huwezi kalia, alafu sasa hapo huwezi kalia vitu za kinyozi. Ni stool. Unaona hivi? Bench. The whole day. Ati ukikalia hiyo unakalia kama nani? So hapo tu nilikuwa na my worst experience. Kwani ulifanya hapo for how long? Nilika 3 months. Inakaa kama miaka 3. Hizo ni long. Hivyo 3 months umekuwa ukipanguza tu uko tu hapa hivi. Teka watu wako na madharau. Ndani kweli. Siwezi sema zote. Hadi mama wangu kaniambia, huko mimi hata sikuwa naona kama utatoboa. Hadi kazi yangu kaniambia, unaona aje? Nikamwambia kama unataka kubaki wewe baki. Yeye bado wako huko strong. Si tulitoka wote. Unaona sister ya Vanda. Tulitoka sisi wote. Lakini uzuri wao Muhindi. Ikifika Sunday alikuwa anakaa kwa mzuri kwa sababu wanajuanga Sunday ni siku yenyewe ya kanisa. Sasa nakupea 500 juu unaingia kazi. Mbona ingia Sunday kazi? Sasa nakupea pesa. Kwa kubaya. Sunday the best. Hiyo sio the best. Now what's the best experience? Unajua. Umesema kama hapo watu. Manze. Asina hii tribulation sasa kuna The best ni from a different spa. Yenye tuliendanga hivyo venye umesema. So ilikuwa inafika Saturday tunaenda out. At least tuna spend time kidogo tunaongea hivyo. Manze inakata kasi tunaenda tunaongea. Kwani ni wapi huko? Unajua sasa mimi kwa nini zote zenye nimefanya hadi tunaona pia hapa saa hii. Mimi ndio mdogo. So places zote Na ni mimi. places zote naendanga najipata mimi ndio mdogo. So Sijapita na miaka mingi. Una learn from other people wenye ni wazee kukuliko. Kwani hiyo ingine unasema ilikuwa best ulifanya for how long? Hiyo 1 year. 1 year. Ndio huyo mama kakufa. Biashara ikaenda hivyo na yeye. Too bad. Hivyo hiyo 1 year ulikuwa unajibamba sana. Kwa sababu hadi nikiwa huko nilikuwa on Thursday kulikuwa na kazi. But kulikuwa na hoteli yenye iko hapo. So hoteli walikuwa wananiita na advertise. Unaona unakula food. Alafu Not content. Kitu kama hiyo unasema kama ni tamu. Unafanya tu hivi. Ni tamu. Unakula, unaenda una swim. Alafu unarudi tena. Like ni content tu kama una create content. Mlikuwa mnanona sana. Ni tamu. Mteka chumvi. Lakini inaweza kulika. Unaonja ndio bado sijaonja vizuri. Hebu weka ingine. Kuna kati sipati. Sasa mimi wasi yangu ni gani? Wasi zangu ni mingi pia. Mimi nimekaa hapa kwa hii game. Nimeikuwa na ile ya unaona kama yenye link alikuwa anasema kuna yenye nimeshave msee nilimshave I think 1 hour na kitu. Nilikuwa na shave fade. Na sasa just time zetu tukianza kukonga na ungeweza kuona msee ati amepost kitu online. So ni wewe mwenyewe uanze tu kugesi nywele. So mimi nikifade I think kuna vile nilikuwa nafikirianga sijui unanyoa ukienda chini. So kila time nilikuwa nashinda nikipeleka tu mashini hivi chini nikiadjust. Kumbe na so mimi nikinyoa nikimaliza ilikuwa imepanda huku juu na bado iko imeblend. Alafu sasa hiyo time kalikuwa kwa baba shop ka local mbaya. Nyera mjai ana local. Hiyo ilikuwa local jota kakio kalikuwa kadogo. Mwenye amekaa tu ndo anaona. Wewe umeona local gani hiyo? Kongo huko. Kongo. Labda linka hizi jua. So na Nandi hapo wao juu hizo. Sasa hiyo ilikuwa local mbaya. Hapo kalikuwa tu ka place kadogo kenye msemo mmoja tu ndo anaingia na huo msemo una shave. So watu wengine wanakaa huko nje kwa bench.
So hiyo msee Mimi si tumeka kwa bench. Mali ukiingia hapo kunyolewa ni wewe ni wewe na msee. Hadi kioo iko tu hapo mbele yako tu yani. kwa njia hiyo. Hata msee anatoka ni hata ka exit ni kadogo, msee anatoka ni mmoja, mwezi fanyiwa. So hiyo time nilishaving yote for like 1 hour na kitu, na nikimaliza alikuwa ananiambia hii nywele umenyoa vibaya, hii nywele hii toa tu yote. Sasa unajua wewe na ile effort umeweka, umeng'ang'ana, umenyoa. But that inaweza kuwa ilikuwa more than 1 hour. Juu ilikuwa kitambo. Think ilikuwa 2017 hapo 2016. So hiyo time nimeng'ang'ana, najaribu kuambia tu msee, hii style iko fit. Hii style iko poa. Ananiambia wewe toa yote. Hii umesharibu. Hii sasa kwanza anaangalia hivi side. Sasa unajua custom. Akiangalia hivi side unajua hii toa yote. Na mimi hiyo time yani hata siwezi pata image poa hiyo nywele msee vile ilikuwa imetransition, lakini yeye alikuwa anasema tu inakaa mbaya na mimi kwa juu inakaa fit. Ilibidi nimenyoa yote. So hapata time ya payment hata unangojeanga tu, una brush tu vitu huko hivyo. Unangojea tu uonekane kwambia hata ukikosa kulipa ni sawa, wewe bora tu umeenda. So ilikuwa once. Kumekuwa na zingine bado ndio siwezi kumbuka poa, lakini best nayo inaweza kuwa gani? Worst ingine nimeisha vingi msee, hiyo hata si kitambo sana. I think kitu kama 5 years ago. Nimeisha hivi msee nikamalizia vizuri, akasema inakaa fiti nini. So ndio vile mkimalizianga kushave msee mnajikipingi busy, una brush tu vitu, unaika vitu huko. Huyo msee alitokanga nje, ni kama sijui anakuja kutoa doko kwa M-Pesa na aliendanga tu hivyo. So mimi nikitoka hivi nje naangalia, huyo msee ajelipa, nikimwangalia hata simuoni, msee alishaenda. Ili kujikeep busy tu unasema hapo ndo akili inaanza overdrive. Mtu ananibeba ujinga ama nini? Sasa hiyo ulikuwa umeipatia the best, hata unyama na fiti. So ni kama ali time na akaenda tu hivyo. Hayo ni mbaya. Ile kwa wasi nyingine. Best ni gani? Best nasema gani? Best I think ni za kutipiwa tu. Na shave msee. Mshaa kwambia uko poa. Unamwambia ni 3 so anakupatia punch. Hivyo tu tukaa hivyo. I mean kuna worst experience nyingine. Nimekumbuka. Sema. Actually ni time nishajua kushave. So ilikuwa mnaijam fulani. Endelea kuongea. Sawa. Ilikuwa mnaija fulani, so I don't know mnaija, sijui hatujaisikizana ama ni nini. Juu kuna time pia alikuja nikamshave. Tukifika kwa beard anataka kufanya vitu zake, so akachukua machine, asema just a moment, anachukua machine anaanza kujishave. Sasa hapo nilisikia vibaya, umse nikanaona sijui job yangu. Nikasema ni sawa. The next time akakuja, sasa alikuwa anataka kushaviwa, mimi nikamwambia okay, si ungoja wasi wengine. Hapana, no, you just shave me. Nasema sawa. Kaanza kumshave, nikamshave poa nini, nikakuja kwa beard, naanza kutengeneza beard. Nikianza kutake balance, unajua ukiweka beard, unaweka side moja, unakuja kwa mirror unaangalia side nyingine ndio balance. So nikikuja kwa mirror, ashaanza kufanya hivi. Oh no. Namwambia okay, just chill, I'm trying to balance it out. Give me the machine. Nikampatia machine. Akaanza kujinyoa. So mimi nikakaa hapo nikamwangalia. Ati you know there's a way I always want it. Hapo inafanyia hivi. There's a way. Na hapa. There's a way I always want it. Sasa nikamwambia okay, but it seems then you should just shave yourself. Because you literally have my machine. Unataka ulisema hivyo? Nilisema hivyo. You literally have my machine and you're in my business. So akaniangalia hivi. I think alishtuka venye nimemwambia hivyo. Akanipatia machine. Akaniambia just finish. Mimi nikaendelea nikamalizia, nikachapa vipoa. Mareza manini. Ilitokea sharp vipoa na ilikuwa poa, lakini yeye bado nikajaridhika. I don't know. Nayo machine. Arudisha tena. After venye nilimwambia hivi, I think angechukua tena. So sikakuja kumspray spirit. Na nikamwambia lift chin. Na mspray kuna hiyo machine tunatumia. Sasa nikikuja hii side, I think aka feel sharpness ya spirit side.
akapeleka kichwa chini, akafungua macho, spirit kamwingia kwa macho. Kwa nini Na hapo akafunga mingi. Kwa nini mimi naona Link alimwekea kwa macho. Sisi kuwekea kwa macho. Mingi lazima kwa revenge. Link lazima haiachilia. Hapo unajua mashindano yake ya kuspray na mingi. Mobe. Inatoka mobe. So lazima ili alipo hapo tu zile za. Kwanza aliona macho hivi. Cheki, amko hapo saa. How comes mzee atunamwekea huku? Hapo macho inakuja. Kwa macho. Mimi sijui alikuwa na kerere gani because alikuwa ile spray kwa mapua huko ndani. Kwa nende hivi. Dada kinga kwa macho. Unaona? Anakuwa mnaija. Sasa na hiyo beef yote tumekuwa nayo, akaona sasa huyu mtu anataka kunimaliza. Akanipatia ile side eye. Tena mkarudi. Mimi namwambia sorry. Nikaka machines nikakaa chini, mimi nikakuwa like weka unataka kulipa, weka unataka enda. So ni leo umeshamaliza, umetoa kila kitu. Nimetoa kila kitu. Sawa kulipa. Alilipa akaishia. But hiyo experience ilikuwa mbaya because I was like nimeshavipoa lakini sijafurahia. Yaani tumekuwa tuna back and forth fulani. Lakini sasa unajua mimi sema times unaona wase mnasumbuananga hivyo ndio mnakujenga mnapoa. Woza. The best ni umepotea sana. Siku mingi. Tangu kwa msanii mkubwa. Sisi wasio kuna kina Otile. Sisi hatuwezi. Mashindaji. Na mmekaa tu hapo mnawasiliana kiasi. Tunawasiliana hapa na mafans wetu huko. Kwa media kidogo. Mimi nimesharudi ile Sunday. Sunday. Walikumisha mtani. Walikumisha home. Kuna mahali nilikuwa nimeenda so siku. So niko mtaa, nitakuja tutaongea. Rada safi. Kana nilikuwa na bonga ni mimi. Unasema? I think nilikuwa na bonga. Siwezi kukumbuka. Hata mimi siwezi kukumbuka but lakini nilikuwa nasema ni ile unaona ukishughulikia client hivyo alafu unaona anakusumbua hivyo. Anakujenga na kwa saa huyo ndio client wako best. Juu hata unapata kuna msanii atakanga ni akusumbue hivyo. Ndio sasa mkuje mu align vizuri. Ni ile tu amwiko kwa alignment moja nyinyi wote. Lakini mtakuja tu mu align. So kuna time itafika juu unaona kuna hiyo part umesema alikuja ukamwambia angoje yao wengine akasema tu wewe ni nyoe. So nile nataka tu umnyoe lakini nataka kuonesha akona haka control. Na sasa unaona hii time ya pili umehandle different kiasi kupita na hiyo time ya kwanza. So ukienda ukiimprove nini yako cause clients wanatakanga wewe umuoneshe wewe ndio una dominate. Ukimwachia hiyo chance aanze kudominate so ndo anaanza kucontrol, anakuambia fanya hii. Unafanya vitu vile unafanya, unamwambia hata mimi nimalize. Nikishamaliza wewe ndio utaangalia kama yuko sawa hivyo. But sidhani tutakuwa mnapatana na yeye hapa. Tunaweza salimiana lakini hakuna kuja tena. Mimi samsao tena. Sema ukimwona tuko mlango ufanyie. Wanga anakutime. Huyo anaangalia tu. Akujanga. Jana mimi nikakuja ila Monday napata gadi already Link anamshare. So anajuaga tu timing. Kwani hayuko chaingia. Anachungulianga tu hapa. Hata anakuona ukitoka huko hivyo. Na chekoja ondoka ping. So wajua. Anakuja viomba. Haya, tuingie kwa hiyo nini ya mwisho tukimalizia. Link alikuwa anasema kulikuwa na madam alipata watoi. Ni watoi wangapi? 9? 9 inaitwa nonuplets. 9 kids at once. So hiyo story tukaisikia, Link akasema hiyo ni nini? Ulisema ni bade na ulisema ni nini? Hata tu niseme. Sema. You get 9 kids at once. So tayari mshaisikia wase wamepata twins venye wanakuanga na stress. Si tujaisikia, wewe unaniambia. Because mtoto mmoja ndio tujaisikia lakini amepata ukipata mtoto mmoja all your energy and attention inaenda kwa huyo mtoto. Because yes, serious, because there are an infant ni kitu delicate. So you have to always be there. Kila kitu na check, amelala vizuri, amelala position mbaya, kuna kitu inamchoke, maybe mate inamchoke ama kitu kayo.
you know, you have to be constantly. Mtoto akilia Experience. ni fever ama ni nini, yeah, nime babysit my nieces, nime bring up pia my small sister, so ni experience najua. So huyu amepata not one, not two, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hiyo ni blessing, hiyo ni infants. blessing. It's a blessing, fine. Unajua ashamaliza chapter. Ni kitu ifanyikangi. Yeye maliza chapter yake. Amemaliza chapter, au hata taka kufikiria hata kupata watu wengine. Hata msho alienda kwa doki wakasema, "Wewe ni kate hizi manini, tumalize." Afanye vasectomy. Alikuwa na makable mob sana. But now 9 kids, that's a lot for 2 parents. 2, hao si ni wengi. 9 kids is a lot. Hata ukisema Iko sawa. moja achukue 4.5 mwingine achukue 4.5 bado mteza, because with kids communicate through crying and it's loud, it's annoying. All parents know that. Watu watasema I'm being bad, but a kid's cry is very annoying. So you have 9 kids, umelalisha moja ama wawili ama watatu, wengine wa 6 waanze kulia, wengine watatu waamke. Hiyo kazi iko sawa. Haya, hakuna time ya kupumzika, because as you know with kids wanaweza kuwa na different times za kulala na kuamka. So moja analala ama tuseme wawili wanalala mchana, au wanalala mchana wanaamka usiku, na wao wanalala usiku wanaamka mchana, so uko like 24 hour shift. Haya, isitoshe tukuje kwa emotional stress. Hapo uko like mtoto yuko sawa, haya na mwingine ni kani nisikia ako kana kafiva, ametapika nini, haya ikuje kwa financial. Kwanza financial ndio sasa ngori. Kwa finances hapo kuna diaper, kuna baby formula, kuna tunguo tu, kuna hizo medical checkups. Zote tulisurvive bila. Yes, but uli survive. Umeuliza paraka venye alifanya? Hata mwingine anaweza survive. Si tumeona. Ni rahisi. Hii mambo ni rahisi link. Haya. Kuna hizo. Alafu now ujue hiyo sasa ni when they are infants. Ujue now it is for life. Wakienda kindergarten, huwezi peleka wawili kindergarten private na wengine wapeleke public. Si wapeleka tu moja. Wote unawapeleka same. Haya, ikifika primo same. Ikifika seko same, uni same. Unamaliza kila kitu mara moja. Life yako ni kumaliza mambo ukiendana. Constantly. When one person is struggling with times 1 child, wewe una struggle na 9 kids. Sasa nikwambie, huwezi pata kutoka the time they were born to uni. Huyo ako sawa. Ona mse mwenye ako na mtoi mmoja, huyo ni joka. Watu wanafaa kuwe wengi wewe, hata nikwambie. Juu unaona huyu madam. Huyo hata 9 huyo ni joka, bado anafaa ongeze. Watu wanapata hapa tunaongea at once. Juu wamezaliwa at once. Hiyo at once bado wako na chance ya kupatana na wengine. Sio ni once amemaliza hivyo anaweza patana na wengine akitaka. So maybe huyo mwingine anakuja mmoja ama twins. Lazima sijui mbona mnyinyi mnashtuka na generation ilikuwaga watu walikuwa wapata watoto karibu 15. Lakini hawako wanapata at the same time. But ni same thing. Hata kama si same time ni same thing. Cheki, kama ni ya kitambo, sio imagine mtu yako shule, huyu mwingine amezaliwa, huyu mwingine anafaa asome, huyu mwingine sije amefika class juu nini, mwingine ana graduate, huyu mwingine. For me na cheki, au miachana. Tunaona ule mwenye yuko tunaona ule mwenye yuko class 5. Ataambiwa enda ukachukue wenye wako pre-unit walete home. Hiyo itakuwa stress imekuondokea. But sasa hao ni 9 kids growing at the same rate. Like wote wakikuwa 1 year ni wote wako 1 year. 2 years hakuna mwenye ana guide mwingine, wote ni watoi. Anaweza handle because ni God amepeana. So unaenda church. Believer. Usinieke kwa hiyo spot. Acha kucheka. Unasema kwa nini? Unacheka nini? Mimi nasema hivyo juu kenye God ameprovide. God ata sustain. Na kuna reason hata watu hiyo atisa utapata hata dedi wata survive. But kwa story ya madam venye God ata provide haitakuwa venye unafikiria like miracle utaona nini yourself from heaven. Itakuwa through wewe
through your blood, sweat and tears, no, by the end of the day utasema yenyewe God alinisaidia. But utatoa hizo machozi, utatoa hiyo damu na utatoa hiyo sweat. Hizo lazima, hata mseko na mtu mmoja anapitia hizo zote. Tumrudishe tena side bus, umesema tusipeleke kwa church, ndio? Ndio kurudisha kwa gym. So unaendanga gym. Gym ukiinua si wewe ndio unakuja huku unasema miguu sijui tunafanya nini. Lakini kesho na si wewe ndio unataka kukaa fiti, unataka sijui nini. So ni the same thing na huyo madam. Bado unahandle hizo bus. Vile alipata watu 9 anang'ang'ana tu nao na ata manage. Okay, acha tusiseme scenario pali mnaongelea stranger. Let's say that is your wife. Una nice mbaya. Amepata 9 kids. Tumemaliza story. Unaona unaanza kuchange expression. Hakuna expression. Mimi nakusikia, nataka nione unaenda direction gani. Ashasema mmemaliza. Mimi kwangu kumaliza, yes mmemaliza. Fine, 9 kids. Hapo acha. Laana nini? Hii generation yetu kwa tuwezi ambia mambo ya laana. Sisi tuko sahihi, hatuna hizo ujinga za laana hapa. Sinasema maybe ataweza. Sijui mbona hata amwangalie the repercussions of having 9 kids. 9. Mi unaona hiyo saizi ni I think ni hizi generations za saizi ndio watu wanafall under hiyo story ya pata mtu mmoja sijui nini ati tuweze kumlea vizuri. Ama kitu kaioni kama uko kwa chuo, wewe ni uko na chuo yako unafundisha student mmoja na the same chuo uko na students kama 30. Gani ndio utafeel hata comfortable? Ukiona hiyo weight ya wase wengi ndio utafundisha poa. Kupita kufundisha tu kamsika moja, unaingia kwa class hata unakaa tu na yeye hapo hivyo. Unaona Nadia anaweza kubali. Anaweza kurudisha Nadia huko. Unajua na shida niko dunia gani? Niko dunia gani? Hawaelewi. Sisi tunakwambia ukweli. These are 9 kids. Alafu good thing, wewe angalia latest picture. Si hata yashakuwa kubwa. Na bado wanakaa wao wote. Sio? Ni ukweli ama si kweli? Hiyo unajua unasema juu uko nje. Lakini huko kwa hiyo familia. Tuongelee hiyo the same familia, si ndio? Haya. Watu hii saizi wanakaa aje? Si wote wanakaa wao. Wanakaa wao lakini umuuliza struggle. Haya, hapo acha nikwambia, hapo hata Mboch sio mmoja. Trust you me, Mboch maybe watatu. Maybe watatu. Na watatu kila mtu anashikilia watu watatu. Huyu mmoja anashikilia watu watatu, huyu mwingine watu watatu na huyu mwingine watu watatu. Hata wana Mboch. Haya, patata hakuna. Hata tusiende hata mbali, tumeenda nini? Ku breastfeed. Boobs ni 2. Maziwa ni limited. So ati ni mob. You have 9 kids. Kid 1, kid 2, kid 3, kid 4. Unapam. Umeshaambiwa wewe ujui mambo ya maziwa wewe. Ujui mambo ya maziwa. Ushaanza stress na ujui mambo ya maziwa. Unaweza pam na bado kuna nani. Ona unafanyaje? Unaosha unatoa huyu diapers. Hiyo kitu ya kupam unajua hata unaiekelea ngatoa hapa sasa ina pump tu. Wewe unaendelea tu. Kuna yenyewe ina pump more than one. Haya, unajua kama wewe. Umeshamalizwa. Unajua sisi tunakuhandle. Acha nitawaombea leo usiku upate watoto 8. Wewe umekataa shule 10. Mimi acha nibaki na mtoto wangu mmoja, sawa? Hujapata kutumia na amekataa. Amekataa mambo ya kanisa Mtu wa kanisa mgani? Tumesema tusigoe wewe mambo ya kanisa. Okay, hiyo ni different. Wale ni watu wa kanisa na wapenda bado. Na ni wa kanisa. Na hiyo pump. So hiyo ndio solution yako yote ya 9 kids. Una pump unawekea hivyo hadi usiku, una pump mpaka ya usiku. Unaweka kwa fridge ama unaweka unahurumia madam. Wewe kwani unataka kupata watoto? You guys are ready to have no plates. Wewe kwani unataka kuona watoto wangapi? For me, I'd love to have maybe moja, maybe 2 kids. 2 kids. Ukipata hao 9. I don't care about gender as much, but naweza penda maboy. Unajua utapata watoto 9. Nasema ukipata hao 9 utafanya nini? Au utapata. Okay. Kama hii swara imekuangukia, swara hii blessing. Hadi swara. Ni swara. Acha nikwambie. Vile nime-analyze nimefikiria hiyo ni kazi swara. Yo. So tuseme saizi wife yako, tuseme kuna wife saizi. Unajua also kifananga wasi. Saizi kuna wife, unapopata watu 9 saizi. Unaendelea tu na maisha sasa hapo. Lakini ndio nawaambia sio rahisi. Wewe una experience. Hao ni watoto binadamu, aso kifaranga. Aso amelea kaza. Unajua wewe kushikilia hivi unapatiwa. Alikuwa analea.
wako na madhe yao, alikuwa anasaidia tu. Wetu ni kuenda tu hapo dakika 10 kule uende home. Unajua the more I interact with you guys the more mnani surprise. Ndio inafaa hivyo ndio ujue. Wewe tukianza Insta na nilikuwa kusaidia yako. Sasa amesema Umeenda? ameona knowledge vile penye iko. Acha niwaambie, mtapata no plates ndio mtajua. Hata 10 iko sawa. Wakikuja bado. Lakini mimi nikiona watoto wangu wawili Nimemaliza. nimemaliza. Wewe useme hivyo na wife anataka wengine. Utaenda Kwani mimi sina say, mimi nitasema mimi sitaki. Kama yeye anataka wengine, enda katafute bwana mwingine, ampatie mtu mwingine. Wewe jua mdema kila kitu. Wataka hiyo anafanya. Yeah, I'm very serious. Wewe mdema unataka watoto wengine, enda katafute bwana mwingine mwenye atalipia watu hizo vitu zote. Wewe umesema mimi nitalea watoto wangu. Upate. Umeshapata hao wawili. By mistake. Hata si mistake. Si mistake. Wife anafanyaga intentionally. Anapata ball nyingine. Na wewe vile unasema hivyo, sasa akipata ball nyingine, sasa hapo ndo naenda nafanya vasectomy. Haiwezi. Atapata decision yake. Haya, decision yangu ama ni nini zangu? Acha tuone. Magwado ni zangu. Sawa. Haya. Itamletea. Wewe umesema unataka maboys. God afanye upate mademu wawili hiyo roho ya kwanza. Nilisema mimi sina shida na gender, but naweza prefer maboy. Azin anasema upate hao wawili na ni mademu na unataka maboy. So kwa ile unataka kutafuta bado boy. Siwezi kutafuta. So utatosheka tu na mademu. Jumi I believe human being ni human being. Ukishapata mtu hii accept your gender, as in gender kwa nini? Acha nikwambie hiyo ni jaba. Kama unataka maboy lazima uko na tafuta. Lazima utafuta. For real. Kweli lazima. Hiyo ni jaba. Ni startup. Hiyo ni jaba. Mimi nikishapata tuseme wamekuja tu mademu wawili nitatosheka. Sasa hiyo ndio bado ni kazi tu. Let me tell you. Okay, the reason why I prefer kwa boys ni juu the world is easier for men like okay. Tuliza hapo kiasi. Hiyo tulie kidogo.